Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, ambapo tumekuwa tukijuzana taarifa mbalimbali kuhusiana na vita kati ya Israel pamoja na Iran, ambapo hadi kufikia sasa vifo vimeongezeka, idadi ikiwa ni vifo vitatu mpaka asubuhi hii ya leo. Vifo vyaongezeka sasa, vyafikia vitatu kufuatia mashambulizi makubwa yaliyofanywa na Irani dhidi ya maeneo ya Israel. Shambulizi hilo la usiku wa kuamkia leo limejumuisha makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani, likilenga maeneo ya Tel Aviv, Yerusalem na sehemu za kusini mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya kimataifa kama Associated Press, The Guardian na taarifa rasmi kutoka jeshi la ulinzi la Israel IDF, watu watatu wamethibitishwa kufariki dunia na zaidi ya watu 150 wamejeruhiwa, wengi wao wakiwa katika hali mbaya hospitalini. Irani imesema mashambulizi hayo ni hatua ya kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Israel ndani ya ardhi ya Iran, ambapo baadhi ya maofisa wake wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia waliuawa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kupitia hotuba kwa taifa amesema kuwa Israel ipo vitani, hii si ya kawaida, tutalinda raia wetu kwa njia yoyote ile. Kwa upande wa Irani, msemaji wa jeshi la nchi hiyo amesema kuwa shambulizi hili ni haki halali ya kujihami dhidi ya vitendo vya kichokozi vya utawala wa Kizayuni. Hali ya taharuki imetanda kote Mashariki ya Kati, huku mataifa kama Marekani, Uingereza, Ujerumani pamoja na Urusi yakitoa wito kutuliza hali hiyo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kuitisha kikao cha dharura kujadili mvutano huu mkubwa. Mtazamaji wa Zone Media, hadi kufikia hapo jana ni kwamba taarifa ziliripotiwa kuhusu kifo kimoja kilichoweza kutokea, lakini vile vile watu zaidi ya 41 wakiwa wamejeruhiwa. Lakini mamlaka ya Israel inazidi kuweza kutoa taarifa kuhusiana na madhara ambayo yameweza kutokea katika nchi ya Israel, huku wakiripoti kuwa kwamba kuna uharibifu mkubwa kabisa wa majengo ambao umeweza kutokea, lakini vile vile vyombo vya habari kama Al Jazeera wakizidi kuripoti kile ambacho kinazidi kuendelea kulingana na mamlaka zinavyoweza kutoa taarifa kuhusu sakata hili. Sasa mtazamaji, ili kuweza kupata taarifa zaidi, basi ungana nasi hapa Zone Media, ambapo tutaweza kukupatia taarifa zaidi kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea katika kona Mashariki ya Kati. Naitwa Victor Moshi.